uangaze, nuru yako isizimwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda na silaha nyingine. Tena ipokeeni chapeo ya wokovu na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Kuna vitu vile hapa tumevipata. Chapeo kwa sasa hivi ni wokovu. Chapeo ni helmet fulani hivi ambalo wanajeshi wa kipindi hicho walikuwa wanalivaa usoni kufunika kwamba kichwa kisije kikapitiwa na mshale, mtu akafia hapo. Kwa sasa hivi hilo ni element linaloitwa chapeo. Ni wokovu ndio elementi inayotusaidia kujilinda na mishale ya adui inayokuwa imelengwa kwenye vichwa vyetu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna silaha nyingine inaitwa upanga. Upanga ni neno la Mungu. Ndio maana silaha zetu zote ambazo tumezungumzia hapa ni vitu ambavyo havionekani tu. Yaani silaha tulizozungumzia hapa ni vitu ambavyo havionekani. Kwa mfano neno hauwezi kusema unaliona, kwa sababu tunapigana na adui ambaye hatumuone. Kwa tunapigana naye kwa kutumia vitu ambavyo havionekani. Katika huko kutokuonekana kwake, na sisi tunatumia njia mbadala tupambane naye hata katika hiyo hali ya kutokuonekana, sababu vita vyetu vimetoka katika ulimwengu unaoonekana ambao ni ulimwengu wa mwili, umehamia kwenye ulimwengu wa roho usioonekana kwa macho ya nyama. Kwa ndio maana hujaambiwa kwamba unatakiwa ujifunze sana karate ili kwamba uje kupambana na yule adui. Hapana, wewe umefundishwa kuhakikisha kwamba una chapeo ya wokovu, una upanga wa neno la Mungu ambao kupitia kwa huo unaweza kufanya uharibifu mkuu kwenye ulimwengu wa giza. Haleluya. Jina Bwana libarikiwe. Kwa silaha nyingine ni neno la Mungu. Inafanya kazi kama upanga. Ukishakuwa nalo neno la Mungu, linafanya kazi, unaweza ukalitumia kufanya uharibifu wa aina yote ile kwenye ulimwengu wa giza. Ndio silaha pekee ambayo tumepewa inayotumika kufanya uharibifu, upanga. Silaha zingine zote hizi tumezitaja ni silaha kwa ajili ya kujilinda. Hizo silaha tulizojifunza zote hazihusiki na kupiga. Amina. Hazihusiki na kupiga. Lakini silaha moja ambayo tumepewa inayohusika na kupiga ni silaha inayoitwa upanga, ambao ni neno la Mungu. Kwa neno la Mungu ndio maana tumesisitizwa tena kwenye Wakolosai 3:16 kwamba likae kwa wingi ndani yetu. Sababu lina faida nyingi sana. Hilo neno lingine ulioliweka ndio litakalo kusaidia kushambulia vita za kiroho. Amina. Ndio kusaidia kupambana na mashambulizi ya adui. Kwa ndio maana neno hili tumesisitizwa likae kwa wingi ndani yetu. Hata neno ndilo alilolitumia kwa mara ya kwanza kushinda jaribu la shetani. Huyu Yesu Kristo alitumia neno kuweza kushinda jaribu la shetani. Kwa na sisi hilo neno